ni kwa sababu pamoja na taarifa zote hizo ambazo ilitolewa, na mimi nimeona pia taarifa ambazo wametoa wenzetu kutoka nchi mbalimbali. Nimeona labda clip ya rais mstaafu wa Botswana, kama jinsi alivyoeleza tukio lenyewe lilivyotokea, kaeleza kwa ufasaha kabisa na masikitiko yake na alivyofadhaishwa na jinsi ambavyo hakutegemea kwamba jambo la namna ile lingeweza kutokea kwa watu na katika nchi ya Angola. Sasa sisi pia tumeona kwamba na hapa kwetu watu mbalimbali wameendelea kulipotosha jambo hili pamoja na taarifa hii kuwa ya wazi, na ililotufadhaisha zaidi na ambalo linanifanya na mimi nisimame hapa baada ya viongozi wenzangu hao kulieleza, ni upotoshaji huu kufanywa na viongozi waandamizi wa Chama cha Mapinduzi, na hasa mtu ambaye hukumtarajia kama makamu mwenyekiti bara wa Chama cha Mapinduzi Bwana Stephen Wasira, na pia naibu katibu wa habari na uenezi wa kule Zanzibar ndugu Hamisi Mbeto. Upotoshaji walioufanya kwa kweli ni mbaya sana, na mimi naamini kwamba unaipaka matope hata serikali, kwa sababu kikubwa ambacho wamekizungumza ni kama kwamba kwa upande hasa wa makamo wa kwanza wa rais Zanzibar, kwamba ni kwa sababu hakufata utaratibu, hajui utaratibu wa kusafiri nje. Sasa wao inawezekana mawazo yao, hizi ni siasa nasema za kichokora kabisa kwa kweli, kwa sababu katika hali ya kawaida wao wanaona kama hili linamhusu mtu binafsi, lakini wamesahau kwamba wao ni viongozi wa chama ambacho kinasimamia serikali zote mbili, na ina maana haya wanayoyazungumza mtu anaweza kutokana na nafasi walizonazo, kutokana na kwamba ni viongozi waandamizi, mtu anaweza kuona kwamba labda haya yametoka ndani ya serikali. Mwingine anaweza akaona kwamba labda hii serikali kumbe ni ya ovyo sana, kwamba makamu wa rais anasafiri kwenda nje na serikali inamwachia, serikali haichukui hatua ya kufata taratibu za kidiplomasia na za kiprotokoli ziliopo. Hasa hili ni jambo la kufadhaisha, na ndio maana kusema ni vizuri kuliweka record sawa sawa ili Watanzania wafahamu, Watanzania wajue tuna viongozi wa aina gani ndani ya Chama cha Mapinduzi. La kwanza niseme kwamba taratibu zote za kiserikali zilifuatwa, kwa sababu kwanza unapotaka kusafiri kwenda nje ni lazima kupata, kwa makamu wa kwanza wa rais lazima kupata ruhusa ya rais wa Zanzibar, na ruhusa hiyo iliombwa na ikatolewa kwa maandishi. Kwa hiyo kwenye hilo kwanza wala halikuwa ni upotoshaji kusema kwamba labda hakukuwa na taratibu ambazo zilifuatwa. Lakini jambo la pili, kwa kawaida viongozi wa serikali, viongozi wakuu wa serikali wanaposafiri nje, idara ya mambo ya nje au wizara ya mambo ya nje pamoja na idara yetu ya usalama wa taifa wanatuma watangulizi kwenda katika nchi ambayo kiongozi anakwenda, na hilo lilifanyika. Watangulizi walienda siku 5 kabla ya kiongozi au makamu wa kwanza wa rais kwenda nchini Angola, na walienda mpaka Benguela. Sasa unaposema kwamba taratibu hazikufuatwa unakuwa mtu wa ajabu kwa kweli, lakini niwahakikishie Watanzania kwamba watangulizi kama ulivyo utaratibu walipelekwa, na walipelekwa well in advance, na walienda mpaka kwenye kituo ambacho ilikuwa tufanyie mkutano. Lakini jambo la tatu ni kwamba kwa kawaida kiongozi anaposafiri kama anapita pengine transit, basi ubalozi katika nchi ile ambayo anapita transit kwa kawaida wanakuja kumlaki na kumsaidia taratibu za usafiri. Na hilo mimi niseme kwamba tulipoondoka Dar es Salaam, transit ilikuwa Johannesburg, Afrika Kusini, na nishukuru sana
kwamba nimekwenda pale, nimefika pale na ujumbe wangu, na tayari nikamkuta balozi wetu pale Mheshimiwa James Bwana yupo na watendaji wake wa ubalozini, na wakatusubiri, wakaja kutupokea kwenye ndege, na tukakaa sehemu ya transit lounge, na baadaye wakatusindikiza mpaka kwenye ndege, tukaondoka kuelekea Luanda, Angola. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana, kwamba serikali ilijua na ilitimiza wajibu wake kiuweledi na kwa taratibu zinazotakiwa. Lakini kawaida nyingine, utaratibu ni kwamba kiongozi anapokwenda katika nchi ambayo anakwenda, kwa kawaida ubalozi wetu unakuwepo na kushughulikia taratibu zake za kuweko katika nchi ile. Na mimi nishukuru sana kwamba pamoja na matatizo ya usafiri ambayo yalimfanya balozi wetu wa Tanzania nchini Zambia, Lieutenant General Matthew Kitungule alikuwepo tokea Afrika ya Kusini, na tukawa kwenye ndege moja kwenda Luanda, Angola, na tumefika pale na akaanza taratibu za kushughulikia jambo hili, kushughulikia ziara hii. Na bahati nzuri nchini Angola tuna mwenzetu Mtanzania ambaye yuko miaka mingi, alienda tokea kwa taratibu za kiserikali, Bwana Mzirai, na ambaye kuna wakati alikuwa ni balozi wa heshima, na tumemkuta pale na yeye amekuja kutupokea. Au alikuwepo uwanja wa ndege, kwa kawaida huwa anaruhusiwa kuingia ndani, siku ile hakuruhusiwa. Ni kwa sababu gani? Wanajua wenyewe serikali ya Angola. Kwa hivyo mimi ninachosema ni kwamba taratibu zote zinazostahiki zilifuatwa. Kama ni makosa, yalifanywa makosa na nchi ya Angola, na hii ndio ya kuulizwa, hii ndio ya, kwa sababu sisi tulipofika taratibu, hata kama walikuwa na tatizo na tulichoendea tujalia, lakini hawakupaswa, au kama walikuwa na tatizo na sisi, basi kwa kawaida unaambiwa kwa nini huna visa, huna kitu gani, ni undesirable. Lakini wote sisi ni mashahidi. Ndio nasema hizi taarifa nzuri meziona kupitia sources mbalimbali, kwamba hakuna ambaye alielezwa kwanza kinachofuata, kwamba hatua gani, hatukuelezwa tatizo ni kitu gani. Mpaka hapa tunasimama, basi mpaka leo hatujaelezwa kulikuwa na tatizo gani. Si serikali ya Angola, si serikali yetu ya Tanzania ambayo imetoa taarifa rasmi. Sijui kama na wao walielezwa, kwa sababu tegemea kwamba balozi wetu ingejua, lakini balozi wetu tumekuwa naye pale, lakini hakujua. Lakini na jingine la mwisho niseme kwamba wakati tukiwa uwanja wa ndege katika sakata hili, nilizungumza na waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Mheshimiwa Mahmoud Thabit Kombo. Alinipigia mara 3 kunieleza hatua ambazo wanachukua kujua tatizo liko pahala gani na kufuatilia jambo hili. Kwa hivyo mimi niseme wito wangu kwamba hasa kwa haya ambayo yamepotoshwa na watu ambao ni waandamizi, viongozi waandamizi wa Chama cha Mapinduzi, naiomba sana serikali, na natoa wito serikalini kama mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo, kwamba serikali iwachukulie hatua viongozi hao, kwa sababu upotoshaji wao umeipaka matope sana serikali. Upotoshaji wao umewafadhaisha wananchi, kusema kweli, kwa kiasi kikubwa. Wameact irresponsibly kwa namna ambayo kwa kweli haiendani na nafasi zao ambazo wamechukua. Nadhani huo ni wito wetu sisi kama chama cha ACT Wazalendo kuhusiana na jambo hili.